Wakorintho wa kwanza 6:18. Wakorintho wa kwanza 6 kuanzia 18. Ndio. Ikimbieni zinaa. Kila dhambi aitendayo mwanadamu ni nje ya mwili wake, ila yeye afanyaye zinaa hutenda dhambi juu ya mwili wake mwenyewe. Ndio. 19. Au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Maandiko inasema tuikimbie zinaa. Hakuna dhambi ambayo inamaliza watu kama zinaa. Kuna dini fulani imekubali mambo ya zinaa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tukifika kwa Yesu hapa, mambo ya zinaa tunayofungia nje. Zinaa ni mapacha, ni ndugu ya usherati. Zinaa ni pale uko kwa ndoa na uko na mpango wa kando, kwa lugha ya kisasa. Neno mpango wa kando ni fungo la shetani ambayo tunaiweka wazi, inaitwa zinaa ama usherati. Na hiyo ndio inanyonya jamii, inanyonya ndoa za watu, inanyonya wachungaji. Utapata pastor amefungua kanisa juzi, mambo ni magumu, na anakutana na mwanadada ambaye ametumwa kutoka kuzimu. Dada meng'ara, ako na gari baridi yenye ngumi, unashtukia tu amekufikia. Na anakipima jasho hapa, yani kibeti. Sema kipima jasho. Amewekelea wapi? Hapa. Na ndani kuna hela ya ajabu. Mkimaliza ibada, anaambia pastor, Roho Mungu amenituma. Oh, chika. Mtumishi wa ajabu, unatumika viwango vya juu. Umesikia ndio zile naongea na pastor. Pastor kwa sababu ametamani awe na kanisa kifahari. Hapo ndipo shetani anapata nafasi ya kunyorosha mtu mijeledi. Tazama kipima jasho kando. Kununulia nyumba, pastor atakujengea kanisa kubwa, ichama ni ndogo atakuhamisha, ni kujengea mabeka ya shamba, kanisa kubwa. Pastor anasikiliza. Hawa waimbaji wako hapa atakuwa nalipa 10,000 kila Jumapili. Hata wale wasio waimbaji wakisikia tu mniweke kwenye orodha ya waimbaji. Wengine sauti ni kama drum, wengine sauti kama chura. Yeye pia anataka, sababu amesikia nini? Hela. Pastor atakupeleka Dubai, wacha Nairobi, Dubai. Mwezi mmoja. Usikie wewe ni mtumishi wa Mungu. Si Yesu alikuwa ni Masihi? Si alikuwa na kama maisha mazuri, wanamshughulikia nao wanawake? Martha na Mary wanamvalisha, wanamuogesha. Hata mimi niko hapa kwa ajili yako. Angalia wala zinaa jinsi nanasa wachungaji.
Na wewe pastor, nitakupa dola milioni 2 kila mwezi. Hapo mtu anatokwa na wazimu. Dola milioni ngapi kila mwezi? James akiangalia na hii mabati yake na baiskeli kila saa kwa barabara, akipanda mlima, nisaidie. Inyorore na anguka na shuka, anachafuka mkono akirudisha. Na gari ya milioni 30. Bulletproof. Salimia jirani yako. Wewe mchunge wa jirani asilale. Haleluya. Akilala sana na mchuna, alafu namwambia kimya tusisikie unalia. Haleluya. Zina ni mbaya. Imemaliza waimbaji, imemaliza wapiga vinanda, imemaliza na bishop. Wewe ni bishop tu sauti, pepo toka, lakini hakuna wewe ilienda. Wewe ni mwimbaji, unaimba mpaka utukufu unashuka, lakini zina ilinyonya hiyo. Roho ya zina ni mbaya. Na hizo dhambi ngapi? Dhambi ya kwanza ni sanamu na zina. Ndio dhambi kubwa sana mbili Mungu anazichukia tangu mwanzo. Sodoma na Gomora, chanzo chake ilikuwa ndiyo maneno. Watu wanazini mpaka na wanyama, mpaka mama anachukua mtoto wake, mtoto anachukua mama yake. Dhambi zinazo kanisa peke yake, hata kwa familia. Pata baba utambi na mlai kubwa, akitema maji anatema na kando, maana akitema na mbele kwa tumbo. Anaacha mama watoto ameparana nyumbani, anachukua binti wake wanaenda supermarket na amemshika style nyingine yenye hata kama una akili unatumia kono blangata, unaelewa kinaendelea hapo. Roho ya zina. Baada muda mchache wanakata roho, binti anapata mimba ya baba. Serikali na imepinduliwa. Wewe ulienda mtoto wa kike hapa na amebale, ngania mwenendo huyo binti na baba yake. Uanze mapema, kompe imeanza na wewe umeanza. Tena kwa mkali anakaa vibaya, amefungua duka, baba aone. Hiyo mapaji ndio uchune tu mzuri mpaka ingie mpaka kwa mfupa. Pastor anapelekwa nyumbani, wanakata room ya nguvu. Kitanda ni ya kioo. Na umechoka ile ambao unasahau mpaka mke wako. Nakwambia pastor, nitakusaidia mambo mazito katika maisha yako. Naomba ulale na mimi. Na hiyo siri. Kumbe ako na ile kipochi kake ni CCTV. Amekelea hapo ina record. Vile ngoma inachapwa.
ile na roho ya zinaa kuangusha mchungaji, na wanaume walio na roho ya zinaa kuangusha wachungaji. Unaona kanisa inaendelea. Pastor Guy, kuseni sio mchezo. Pastor, twende tumie vyombo. Hizi sio vitu. Twende China. China kufanya nini? Kununua vyombo. Yaani kwenda kwenye crusade, makanisa yote inaitana mikutano. Huyu mtu ametoa pesa wapi? Roho ya zinaa ni hatari. Pastor, ukikuja Bwana Yesu anasema hakuna, ilichatoka. Ni mdomo tu. Bwana Yesu anasema. Unapata mwimbaji anaambiwa nataka nikuinue katika uimbaji wako, nikusupport, utoe nyimbo za injili, uchukue video, lakini nataka nikulawiti. Mwimbaji wa kiume analawitiwa. Ile kipawa ya uimbaji supporting. Yaani mnataka vitu ya haraka, mtaki vitu soft. Mtaki vitu ngumu. Yoro kuingia sasa ni kutangatanga tu makanisa. Kila kumsemi kifika wewe uko, wewe ni mwimbaji. Galieni hawa waimbaji almaarufu hao. Na sio wote. Kuna baadhi yao wamepitia haya maneno yanazungumzia hapa, wamefika vile viwango. Pastor Belala na muumini Dubai wameenda China kuleta vyombo za kanisa. Mimi nimekutana na changamoto kama hizo nyingi, bali nashukuru Mungu, neno lake iko kwa wingi katika maisha yangu. Kuna mama mmoja tulienda naye matanga, kwani nilifika kwa ile boma, Mungu alifanya maneno. Kufika saa ya kulala, Pastor tuteremke kwa boma huko chini. Kamuliza kufanya nini? Kulala. Nimekuja maombolezo ya kuja kulala. Target ilikuwa kubwa. Na nilikuwa najua. Nasema acha niondoke na yeye. Asinielewe, atanielewa kama tushafika huko. Akajikaza na nasikia. Mimi nalala hapa kwa gari. Nisikia usingizi, nalala kwa gari. Ya akateremka kalala. Hiyo mission ikafeli. Kanisa moja, dada moja akajitokeza kuniambia, Pastor, nataka tukue marafiki. Na anaongea na nifungua pochi hivi. Nikajiuliza Bwana, sasa ndani ya moyo nikajiuliza, tutakuwa marafiki aje? Halafu mimi nitakuwa na nguvu ya kukemea dhambi ya usharati. Hiyo nguvu natoa wapi? Na pengine nimeshazidi na yeye, ashatangazia watu hapo ndani kundi lake. Unaona huyo hata kama na huyu nimepea mzigo akachaka. Sasa jina anakemea hapa. You must obey the law of Jesus Christ. Mimi nilijina mpaka nikawa mtu mzima, mpaka katika wakati wangu wa kuoa. Nilitoa wasichana kanisani, nilikataa. Sasa
wewe ndugu ndogo ni mzuri, sasa akatukutafutia msichana hapa kwa kanisa na tufanye harusi kubwa. Nikamwambia nitawafunza kuhusu harusi ni nini Biblia, nikawachambulia waliandika. Mwimbaji anakuwa maarufu kanisani mpaka pasta anaamrisha mwimbaji aolewe na kijana yake. Hiyo ni roho ya zinaa. Ukitaka kuoa ngoja nisema. Hata wazimu wote wamelala. Ngoja Januari ivuke ndio utajua hiyo wazimu. Anaanza kutupa ile mavazi yake. Kama wakotokota ukale kwenye pipa anasanya mnakunywa. Hilo shalo. Lakini nyumba ya Bwana roho ya zinaa haitakikani hata kidogo. Wacha takanula hapo. Mwingine akanipea pesa nyingi. Sikuchukua. Soma kanisa nyingi wachungaji wamejenga kwa roho na mapato ya zinaa. Hebu fikiria, unaingia kilini kweli? Wewe mchungaji wa kondoo tena unakula kondoo. Kando na kondoo tena unakula mama kondoo. Yaani kuku na vifaranga. Ikimbieni zinaa. Soma Wakorintho wa kwanza 6:18. Wakorintho wa kwanza 6:18. Ikimbieni zinaa. Kila dhambi aitendayo mwanadamu ni nje ya mwili wake, ila yeye afanyaye zinaa hutenda dhambi juu ya mwili wake mwenyewe. Hata wewe ambao unawacha mke wako, unawacha mume wako, kwa sababu umepata mume mwingine nje ako na pesa, na kwambia njoo nitakupeleka saluni. Bora uniondolee tukio. Umeundika dada. Uko na fika nane. Yaani na kusifu chenye mume wako aje kusifu. Mungu peke yake inanifurahisha. Tembea yako nione chini. Hebu tikisa kuna matata. Unatingisa. Nyumba inasema kuna matata, lakini mbele iko matata. Akina Kisununu, Kaswende wako huko. Wakati unaingiza roho ya zinaa katika mwili wako, unaharibu watoto, unaharibu mtoto, unaharibu mke wako, unaharibu mume wako, maana ile roho imekuwa ndani ya huyu mtu. Haitakuruhusu utembee naye peke yake. Utakuwa sasa wewe ni wa kupeana. Maana utakuwa mtu wa kutulia. Mnakumbuka yule msichana alikuja akatoa ushuhuda hapa, ambaye alizini na wanaume 100 na ngapi? Na 30 hapo. Wale ndio machozi ilitoka. Na nyati yake aliorganize akalala na mume aliye na roho ya zinaa. Sasa yeye wiki wezi isha kama hajapeana mzigo kwa loda alodo mzigo. Na hiyo roho ya zinaa ili kutoke
Hauhitaji maombi ya kupakwa mafuta, kuombewa sijitoa sadaka ivunjwe. Ile nakwanga ni bahati yako Mungu akikuondolea, lakini Mungu akikasirika amekasirika. Inakuaga ukitubu ndani ya moyo wako na utafute kufunga na kuomba mpaka roho ikuache. Roho ya zina ni mbaya. Ningekuwa mimi hapa ndio ningekunywa chai ambayo mtu anaoshea butu. Na ilikuwa ni plani imeiva kwa kundi ya wanamgambo. Tena walikuwa wanajua tu. Unajua, unaweza jiuliza huyu mtu alipata ujasiri wapi? Utoe nguo yako ya ndani ukamwe kwa chai, alafu uite mchungaji akuja akunywe. Nashukuru Roho wa Bwana kunisaidia. Sodoma na Gomora, watu wako katika itikadi za sodomizi. Ndio Yesu akasema mtu akimwacha mkewe, mke arudi atulie hali hiyo hiyo, na wewe pia ukae hali hiyo hiyo mpaka siku mtarudiana. Biblia haiwezi andikwa kimakosa. Umefukuza leo bibi, kesho umeingiza. Maana yangu ilikuwa na hiyo mpango. Umeachana na Bwana umepata mwingine immediate. Ulikuwa na huo mpango. Hamjui ya kuwa miili yenu ni hekalu la Mungu ambaye Roho wa Mungu anakaa ndani yake. Kuna zile ilitendeka, nisome Wakorintho wa kwanza 5. Kuna zina ilitendeka. Sikia habari kuanzia leo. Wakorintho wa kwanza 5 kuanzia 1. Lakini habari imeenea ya kuwa kwenu kuna zinaa, na zinaa ya namna isiyokuwapo hata katika mataifa, kwamba mtu awe na mke wa babaye. Nanyi wajivuna wala hamkusikitika, ili kwamba aondolewe miongoni mwenu huyo aliyetenda jambo hilo. Kwa maana kweli nisipokuwapo kwa mwili, lakini nikiwapo kwa roho, mimi mwenyewe nimekwisha kumhukumu yeye aliyetenda jambo hilo, kana kwamba nikiwapo. Mtu amezini na mke wa baba yake. Leo hii kuna wale wa mama hawana taibu. Mama mkubwa na watoto wakubwa anatafuta vijana wadogo, anatafuta waume za watu kuzaazaa nao. Roho ya zinaa. Alafu napata mtu kama wewe pia anaongea vibaya pia basi. Yaani ana hela ya kushika vijana wadogo na kuwafanyia miradi. Kushika wabona za watu. Tena wasiache nataka olewe ni kuzaa na unaachana. Unaachana. Kama hiyo roho inakuinda wina na ujaingia kwa hiyo group, toka. Anza kuikataa kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo dhambi ni mbaya. Mtu na ndugu yake, mtu na dada yake wanazini.
Na dhambi ya zinaa ni kuuawa. Bwana Yesu asifiwe. Umeenda kuishi na dada yako, umefunga shule, unaenda kuishi na dada yako, wewe kumbe ni msaliti, unayemelea mume wa dada yako. Paka umepeana majina, shemeji mboga sosi. Asemeji mboga sosi. Nipe kama siku ile. Ndugu yako hajafa, wewe unaanza kupiga debe, unaanza kuchallenge mke wake mapema. Labda hajaja kama kaburi. Hiyo roho ya zinaa ilileta Daudi shida. Na Daudi uzuri wake yake ndio Daudi umesini, ndio naomba Bwana unisamehe. Ndio maana Mungu alipenda huyo Daudi kabisa, kwa sababu ya ukweli. Anapenda kukubali makosa na dhambi zake. Na watoto wa zinaa kwa bahati wanakuwa tu kwa bahati. Ila tu ameishi bahati, lakini wengi huwa waishi. Yule mtoto ambaye Daudi alizaa na mke wa Uria, huyo mtoto hakuishi, baadaye akafa. Nazungumza na wewe ambaye umeokoka. Kama ulikuwa ulifanya maneno kama hujaokoka na umeokoka, sasa mambo ni mengine. Bwana Yesu asifiwe. Tunapata mke hatosheki na mume mmoja, mume hatosheki na mke wake, roho zile imepanda. Ukisikia mahali mke wa mtu, mume wa mtu amekufa, mjana amebaki, ushafika pale. Ukipewa lori mzima ya wajane utatoboa. Si tunakubali umefeli, tunafanya tu first aid, tukikupepeta na matano. Maana fani imeishiwa nguvu. Wakati mmoja nilikuwa naenda Nyanza, si kuhubiri jini, kwa na wazee wakati huo. Kwa natumia baisikeli yangu, nilikuwa na kelele, nimebeba speaker yangu moja na amplifier. Sasa wazee wananieleza, "Dongo unaona hizi maboma? Boma imebea, nyasi imebea kafunika magari simozea hapo makaburi kubwa za plasta." Akaniambia hao wote walikufa ukimwi, roho ya zinaa. Tulienda karibu kilomita 18, ni maboma tu makaburi. Na zote ni roho ya zinaa. Nyanza inaongoza kwa roho ya zinaa. Tukirudi Western, watoto wetu wametawaliwa na spirit. Hiyo kitu imekula mabisho, imekula wachungaji wakubwa wenye wamesifika na ikawamaliza, wamebaki mkele bila blue. Wamebaki tu leo kimo blue, lakini ndani kufungua kuna kitu. Ndio vijana walikuwa hapa na hiyo tabia. Nikijaribu kukemea wanaona pengine tulipewa mzigo na ligetu. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tuwe na adabu tunapoongozwa na Roho wa Kristo. Wale si tubaki na mchano yetu ndogo hii na tupige hatua, kuliko tutafute mimi nitafute hela za haraka. Sina haraka, maana ulimwengu ni hasara, bali kwa Yesu ni faida. Roho ya zinaa. Sodoma na Gomora
mpiga keyboard mmoja wa Zion Temple alinitembelea Tamaka. Pastor niombe kama kuombe kuhusu ABC. Na mke wako kwa wapi? Mke wangu nilikuwa napiga keyboard mimi mwenyewe, na mke wangu alikuwa mwimbaji na waimbaji walikuwa wa kike hapo. Nikapenda mwimbaji mwanamke, tukachukuana. Mke wangu alipogundua huyu mke mzinzi akatoroka, mimi nikabaki hatuna amani. Nikaona maisha ni magumu, nikatoroka nikaenda mjini. Kufika mjini, ile kanisa niliingia ndani, nikapata ule mwanamke hapo. Yaani roho ya uzinzi imemngoja hapo. Kwa hivyo roho ya uzinzi najua tu mahali na kuelekeza. Kama uko na hiyo tabia hapa, please hautadumu. Wakafika huko, wakakutana kwa hiyo kanisa. Sasa ndio la ikakamata. Basi unajua mapenzi ni kipofu. Kipofu aje? Mapenzi iko na macho na inaona. Inaona huyu ni pastor, wacha leo nimchukue. Love is not blind. Jinsi unavyosema mapenzi ingekuwa kipofu, hawangepeana mzigo. Bwana Yesu asifiwe. Umeandika mengi. Mke wako ameenda sokoni, mke wako ameenda kutembelea mzazi mgonjwa. Sasa umepata chance ya kusini na mfanyakazi wa nyumba. Babe, hakuna nitakianga kitanda vizuri. Wewe mama, mimi nataka kitanda ukiwa wapi? Mimi nielewana na mke wangu, hatutaki maid, hatutaki chamba boy. Haleluya. Amen. Kama ni maji, mimi nasoma kisimani. Mama afue. Sema ni hatari hiyo. Wewe unafikiria tu kweli. Hata kwa kanisani niliona wengi wabadilika maid na maid ndio garage ya huyo mzee mpaka ndoa iliharibika. Niliuliza huyo mama, na wewe mama kichwako ni mzuri, nini endelea kwako? Habari ya maid. Ushajua maid anatembea na mume wako? Ati hapana. Utakuja ndio siku moja. Kesho, pastor, maneno yanaweza ni ukweli. Unajua huyu ni mume wa mtu. Wewe unamkatalia kwa sababu ana hela. Toka. Sababu una kazi, watoto watalala njaa, unaenda kupiga uzinaa ili ulishe watoto. Unalisha watoto roho ya zinaa, kipato ya zinaa. Watoto wako wanasoma kwa kuiba pesa huyo baba, kwa kutumia zinaa. Umefungua duka imejaa kwa sababu ya pesa ya zinaa. Na mke wako akikupata mchinga huyo. Mimi nilimuita nitongose. Hata unakuwa ujasiri. Mimi nilimuita hadi tongoshe.
Akiweka wazi hela tunakula. Wewe ukimi umekugoja. Wakati mabega itauma mechi. Niwe ile Somalia bila passport utajua zinaa ni sumu. Usiwahi jaribu, na hata kama ulijaribu kupitia neno la Mungu hili, rekebika, usirudie tena. Hiyo ndio dawa. Lakini ni ngumu. Wengi wanasema pastor, ukishaonja tu ni ngumu kuacha. Na sio mongo. Wewe mwenyewe shahidi. Wewe ambaye ushaonja hiki. Lazima ungaramike, sacrifice kwa maombi, kwa kiu na njaa, kwa kulia, kwa machozi. Tena wewe peke yako hata usiushishe pastor. Yule wale ndani yako aanze kukuruma, usikie na kuuma. Wewe ni nani? Umeenda kazi ya nyumba, unaenda kulala na bwana ya watu. Kwa nini Wakenya unauawa na kusini na wanaume wa adabu? Unajua ndoa ya mtu. Alafu wewe takuongeza njaa. Wewe bora unipe tu gazeti ya Daily Nation nisome. Dada wa nyumba, dada wa kazi, nataka leo nisome gazeti. Sasa unatumia mafungo. Mama nyumba elewi ni gazeti ipi? Mzee wangu anataka asome. Daily Nation, Taifa, Standard. Usijaribu. Wewe utakuua na utakufa na utawacha laana kwa watoto wako. Hapo unasikia hata wakati mtoto wako anaolewa na kusana na mume wake, mume kama anajua historia hiyo kama msinifu kama mama yake, mshiriki kama baba yake. Roho zinapata zinasababisha baba mkwe anachukua mke wako. Nasema yao imoraga nyasembo nasema nasikia kama mama kuoa, oa na utunze nyumba. Kama mama kuolewa, oa na utunze ndoa yako. Kazi yako ni kuzana na wanaume za watu, walafu naongea vibaya juu ya pastor. Roho Bwana ananiambia huyo atazidi kuzaa mpaka 2013, atakuwa na watoto ngapi? Hebu hesabu. From now 2030 watoto wangapi? Kuanzia 2025 mwaka kila mwanaume na watoto. Zilikuwa na jibu si hapo. Ikimbieni zinaa. Mama, wewe unaienda kwa shamba kulima, unafanya shamba boy na jembe yako, kumbe unamuinda sababu unaona kifua yake ni kama injini ya ndege. Unaona ukimpata umepanda aeroplane. Tuige mfano wa Joseph alikimbia zinaa. Aliambia mke wa yule jemedari, mke wa Potifa, alimweleza hivi, mimi nimepewa kila kitu lakini wewe sijapewa. Lala na mimi jamani.
mitandao wamepost. Na kutana hizo ujumbe. Nataka mwanaume ambaye alitunza kijana miaka fulani, mimi nitamlipa hela fulani kila mwezi. Bwana Yesu asifiwe. Wewe zani hatari. Usiruhusu watoto wako wakianza kutembea hivi una kiboko. Funza mtoto wako. Mwana wa mtu akikupigia hodi kwa barabara, pipi wewe unasimama, anaudanganya, anaenda malezani ndio hapa unapendeza. Wewe pia ambie mtembee hata kwa uso na uende sana. Roho sina. Sukaya hapa nikupe lift. Ona mkia ya mbwa. Ushaona mbwa anaona mwenyewe amerudi jioni. Gaza na kasa hiyo. Tena nakaa mbele. Una hata hiyo. Mbaba tumbo kubwa kikae imeshika sitiara. Kushuka ni shida. Alafu nasiri naye. Ndio na maisha yake kwamba tu tafuta tu baba si watumbo. Bwana Yesu asifiwe. Unapata kijana mzuri mpaka kuoe. Uko na hela gani? Nilipata mababas wa Raimondos. Sema wewe zikashinde. Haleluya. Ukijapata mimba hapa, unaanza kuja kanisani unaificha. Hata sasa tunaogopa hata kuja kanisani. Sisi tunasikiaga tu umeingia na mtoto, tunashinda huyu alibebea wapi? Kwa urbaki ama. Na utanaona kwa barabara mtu amechukua leso akaifunika hivi. Sababu alijaribu kuieleza wewe baki huku ila mimi bila kaaga mbele. Unaona mimi na kaaga mbele. Ila kaaga mimi hakuna siku takaa nyuma. Mimi ni mbele. Unasiri na bosi wako kazini ili akuongeze mshahara. Heri uze na mtoto wako kuliko usini upate kazi ofisini. Wengine wako na ukimwi ambaye akupe wewe pia msambazi. Unaenda kusikiliza mawaidha ya mama mzizi. Akupe mawaidha kwa ndoa yako. Nikwambia mimi mmoja siwezi kaa. Mama kona roho ya kulala na wanaume 70. Alafu unaacha wako tu mmoja tu. Unaenda utatoboa wewe wanaume 70 mpaka uingize hiyo roho. Zinapaka ndani ya nyuma. Pastor, nisipokuona sisikiagi vizuri. Hallelujah. Holy Ghost to fire. Na kitu pastor, nisipokuona sisi. Pako nachanganyikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Tangu niokoke siku salawati kwangu na lala kwa pastor Yesu. Mungu wako amekaoka, kumbe siku hizi makesha na kujanga anaenda kulala kwa pastor Yesu. Wewe hii Mungu haitanijua. Kata kimbia zina. Mtu mzee anakuambia mimi mambo ya dakika 2 hiyo mimi huwa sijipiki. Unaenda kwa mwanamke sana
anakuambia hapana, kama mtu sasa toka nje. Toka nje. Toka nje. Tayari amekuingiza roho. Sasa unapenda tu kila wanamata chokoro na penda tu. Hata wazingua tu na penda tu. Ikienda sana hata na wanyama. Roho ya uzinzi ni hatari katika jamii. Kwa Biblia ukisoma vizuri mambo ni mengi. Aliyelala na dada yake akauawa. Hii inaitwa rape. Alidanganya njoo nipikie nini mgonjwa, akaja ile wakati anaacha mumeko, njoo upande huu. Njoo tu, njoo karibu na mimi. Nisikie mzunaka mkamata kamba. Akatoka kilio bikira yake ndaradika. Kutoka kulia mahabari kafikia wazee wakatafuta jamaa wakamuua. So roho ya zina inaua. Haileti uzima. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna jambo ngumu ambalo haliwezekani kuondoka. Mungu ana uwezo kuiondoa ukiwa mwaminifu, jinsi Daudi alivyokubali makosa yake na akasamehe. Haleluya. Ninashukuru Mungu anazidi kunilinda na kunitunza. Kama niliepuka mitego ilikuwa hapo. Hii ilikuwa tayari. Sasa siko kwa boma ya neno. Nimepiga kambi. Wakati unavaa mavazi na acha mapaja yako hivi. Hiyo ni roho ya zina. Wanaona mwana hiyo mapaja wakakutamani. Maliki inasema amtazamaye mke kwa kumtamani tayari moyoni ashazini naye. Wangapi wamezina wewe kuona hiyo mapaja? Unajua hata mbuzi ana mapaja lakini yake imefunikwa. Kuku ana mapaja. Paja hilo mwenye nafaa aone ni mume wako atakaye kuoa ama ambao umeolewa naye. Inafaa aone. Kile mapaja nyingi zimeandikwa nje. Ukiangalia zile black and white. Imepiga spot kama nguo ya jeshi. Ikienda sana inakaa kama chapati imeungua. Na mwanaume baada ya hiyo hakuna hatari hapo. I love you so much. Utahara ndengu uache mchele. Usipoachana na simu. Ole wao wachungaji wanaokula kondoo. Sasa msikia habari ya pasta amechukua dada mmoja hapa ameoa. Mtaendelea kusikiliza huyo pasta? Si mtu umeishi. Wakati unafanya mambo kama hayo ni ishara tosha haumheshimu Mungu. Zina, ulevi na usherati zinatembea pamoja. Kwanza ni mbaya sana mama akilewa. Mama akilewa ni aibu mbaya sana. Yeye akilewa ni mbaya sana. Anabaki hata uchi. Hata kwa watoto wako hapo. Kukaa atakaa jinsi anavyo, hata jinsi amefikiria, anakaa jinsi roho inamuongoza. Mwanaacha watoto wenu wanaenda kutembea, siku anaenda disco, siku anaenda tour, amfuata watoto wenu na kufanya nini? Hizi vitu zinaitwa bashi, huko ndo wanajifunza uzinzi. Huko ndo wanajifunza ushoka. Huko ndo wanajifunza kulawitana na kusagana. Kusagana maana yake mke kwa mke.
na kulawiti ni mume na mume. Umeelewa hayo mambo? Kwa jina lingine ni ushoga. Mama, hata kama bwana wako ni maskini, usitafute pesa ya uzinzi ili ujiendeleze kimaisha. Kuna wanaume wengine sasa inabidi akubali mke wake atembee na ule bwana ili wapate kukula. Wewe ni mwanaume mpumbavu kabisa. Kwani ni kiti ya president inafanywa pawashani? Yaani unakuwa mwanaume mwingine kijiko sana. Unajua kijiko inachota kile ina uchafu. Na roho ya uzinzi haiwezi kufanya kanisa ipige hatua na kanisa haiwezi endelea. Yesu tuhurumie. Hizi nyingine nafaa tuweke kwenye open air. Hizo wazi fundisho. Funga chapter.